والشهور ومفني الأعوام والدهور. أحمده سبحانه ربي وأشكره وأتوب إليه وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي الإسلام وسيد الأنام، عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أفضل الصلاة والسلام. Sifa kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzilishi wa siku. Sifa kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, anayeondoa nyakati na miezi, na msifu na mtukuza. Natubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Nashuhudia ya kuwa yeye hana mshirika. Muhammad mtoto Abdullah ni mja wake Allah, pia mjumbe wake, mbora wa viumbe. Amani na salama zimiminikie Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, yeye na alize na sahabaze na wale ambao watafuata nyayo zake mpaka siku ya mwisho. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa Allah tabaraka wa taala. Waja wa Allah, nakuhusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumwogopa Allah ndiyo sababu pekee itatuokoa kutoka ndani ya moto wa jahannama. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaapa akisema, hakuna mtu yeyote ambaye yuko duniani siku ya mwisho isipokuwa atapita juu ya moto. Hiyo ndiyo njia pekee itakufikisha katika pepo yake Allah, ni juu ya moto huko. Kisha Mwenyezi Mungu akasema, hakuna yoyote ambaye atathubutu kupita njia nyingine isipokuwa hiyo hiyo. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ni kiapo Mwenyezi Mungu kisha kiapa. Mwenyezi Mungu akamaliza akisema, thumma nunajji alladhina taqaw, lakini tutawaokoa wale ambao waliopata ucha Mungu, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na madhalimu watakaa ndani ya moto wa jahannama wakipiga goti. Hayo ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ndugu zangu waumini, mkitazama kalenda ya Kiislamu na mwezi wa Kiislamu na mwaka wa Kiislamu, kuna mengi ambayo yanakupateni au mnajifunza kupitia hizo nyakati na nafasi. Uislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika utaratibu alioweka duniani, aliweka siku kisha akajalia hizo siku zidumu kwa matokeo ambayo yanayotokea ndani ya hizo siku. Ukitazama Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasimulia habari za vita. Aliwaambia Waislamu wote duniani, wa yauma badrin, aliwaambia Waislamu wote duniani, wa yauma hunain idh a'jabatkum kathratukum, kumbukeni ile siku ya Hunaini. Hii ni siku mtume alipigana hiyo. Mtume alishindwa mwanzo kisha akashinda mwisho, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatukuwepo akatusimulia, kwa sababu nyakati ni banatu saati. Ndugu zangu waumini, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasimulia tena vita ya Badri kwa siku. Ilikuwa ni siku tarehe 17. Mwenyezi Mungu akaisimulia, akaiita siku, lakini hakuita siku tu kwa sababu ni siku, bali tokeo ndo lilifanya hii siku idumu katika nafsi za binadamu. Ikawa ni utaratibu wa kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata Waarabu kabla ya mtume kuja wakawa wanaimba siku kutokeo kulingana na matokeo ambayo yaliyotokea ndani ya hizo siku. Kuna yaumu buath, ni siku ambayo Waarabu walipigana sana, wakataraji basi aje mmoja kujalia wawe kusuluhisha makundi mawili, lakini walimkosa mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajalia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuwepo. Zikawa siku kwa Waarabu ni yale matokeo ambayo yaliyotokea ndani ya hizo siku. Waislamu wakawa wamezimba Waarabu, wataghanna biha shuara, na udhatuzi wa mashairi wakawa naimba siku, lakini hawaimbi siku kulingana na nyakati, wanaimba siku kulingana na matokeo. Wa biyaumi badrin hina tumha wujuhuhum Jibrilu tahta liwaina wa Muhammadu, siku ya Badri wakati tunachinja vichwa vyao, aliokuwa akiongoza vita
ni Jibrili na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Waislamu, siku uliozaliwa ni siku kama zingine, lakini kwa sababu ulizaliwa ndani ya hiyo siku, ndio maana kumbukumbu yako haisahau siku yako ya kuzaliwa. Waislamu, siku ya uhuru wa nchi yetu si tatizo, eti si kwamba haifanani na siku nyingine, hapana, lakini ni kwa sababu ya tokeo kubwa lililotokea ndani ya hii nchi, ndio maana hakuna sasa raia yoyote haitambui hiyo siku. Hivyo siku zinatambulika na zinakaa katika vichwa vya binadamu kulingana na matokeo yaliyotokea ndani ya hizo nyakati. Wadhakirum bi ayyamillah, wakumbushe siku za Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Musa alayhi salam wakumbushe siku za Mungu, na waliziishi, lakini alitaka Mwenyezi Mungu kuwakumbusha, kumbukeni siku Firauni alitoka, kumbukeni siku mliandaa Mungu bandia ambaye ni ng'ombe, kumbukeni siku niliwavusha bahari, kumbukeni siku Musa ulimuua mtu na nikakuokoa. Kumbuka, kwa sababu ni matokeo. Hivyo matokeo, Waislamu, ni moja katika sababu za kudumisha siku ya Idi. Ni siku pia, lakini inakuwa ni siku special kwa sababu kuna tokeo special ndani ya Uislamu. Na hivyo tarehe 12 kuna tokeo kubwa ndani ya mwezi wa Kiislamu. Tarehe 12 kuna tokeo la kufa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii siku kuna tokeo la kuzaliwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khilaf, japokuwa kuna tofauti za wanachuoni. Alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabaqiyati bashar, kama walimwengu wengine. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika duniani, ulimwengu kana bihajatin ila hadha rajul, ulikuwa unahitaji mtu kama huyu ambaye atakuweka islahu baina nas, ataweka utaratibu, ataweka sheria, ataweka usawa, ataweka umoja, ataweka nuru, ataweka katiba, ataweka vingi ambavyo nahnu bihajatin ilayya, sisi tunahitaji. Ulimwengu ulikuwa unamhitaji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuweko fujo nyingi mno za ulimwengu. Anasema Hassan katika maneno yake ya kwamba buitha wan nasu fawda la tamurru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanami wal khalqu yaftiku aqwaha bi adwafihim kal usdi fil ghabi au kal huti bil balami. Umekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulimwengu unajawa na fujo, watu wanaumana, mwenye nguvu ndio ana haki, wanyonge kama sisi hatuna nafasi ya kusikika. Hivyo wakapiga picha ya ujio wake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alikuja, kuna vingi ambavyo viko, wachawi wanaruka, sijui wanakwenda kuiba habari huko mbinguni, au ni wachawi wanashirikiana na majini, vurugu ikawa ulimwenguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta Mtume Muhammad, wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Hatujui kipi kimebadilika. Hao ni majini wanazungumza, mbona kumebadilika ulimwenguni? Tunapanda tunapigwa, tunapanda tunashambuliwa, nini hasa? Asharrun urida biman fil ardi, kuna jambo baya linaelekezwa kwa wale ambao wako ardhini, au Mwenyezi Mungu anawatakia kheri, wakatambaa ardhini, wanatumwa na Ibilisi. Nini hasa mabadiliko? Wanamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaswali alfajiri akisoma Qur'ani. Hapa ndipo wakajua kuwa kuna mabadiliko ulimwenguni. Walimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakajaribu kupita wajue kweli ni mtume au ni rajulun yatakawal, anadai ni mtu mwenye kutafuta maisha, malengo yake ni mengine. Akaja mwenyewe mjukuu wa Ibilisi. Tizameni Durarus Sania, amezungumza mtunzi wa kitabu. Anakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anapita, anapishana na mtu ambaye chumvi ameila kweli kweli, mtu kongwe. Anapita, Mtume alivyotazama, huyu mwendo sio wa binadamu kawaida. Akawaambia, hadhi mishiyatu jinniyin wa fadadatu, huyu mwendo ni kama mwendo wa jini, sijui nini hasa. Alipofika mbele akamwambia, ajal, ni kweli mimi ni jini. Akamwambia, we nani? Akamwambia, ana al-Qas. Someni Waislamu kitabu cha pili Durarus Sania, karatasi ya 34, mtapata uhondo humo. Mie ni jini kweli, lakini shida nilitaka nikutambue wewe, umeshakuja duniani au la? Ulinijua vipi? Usingenijua kama wewe ni binadamu wa kawaida. Hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, man takunu anta, wewe nani? Akamwambia, mimi ana al-Qas, mimi naitwa Qas ibn Luqas ibn Iblis.
mimi naitwa Qas ibn Lukas, mtoto wa Ibilisi, mimi ni mjukuu wake. Unaniona hivi mie, baina yangu na kifo cha mtoto wa Adamu Habil aliyeuliwa, mimi nilikuwepo, niliona hayo matokeo. Akamwambia, wewe na Ibilisi ni mtoto mmoja tu, yani baina yako ni mtu mmoja. Akamwambia, ndio, mie ni mjukuu wa Ibilisi. Haya, huyu ni ujio wa Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Huyu ndiyo mtume ulimwengu unamhitaji, au mazingira yanapelekea aje mtu ambaye atatatua matatizo ya ulimwengu. Anazaliwa Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yaumul ithnaini, siku ya kwanza yaumul ithnaini, akapata utume yaumul ithnaini, akafa Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Ulida alhuda falkainatu dhiyau wa famu zamani tabassumun wa dhiyau, umezaliwa uongofu, falkainatu dhiyau, viumbe vyote vinapata nuru, hata wasiokuwa Waislamu walichukua kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote tunaishi kwa kujifunza, au ambao umesikia wamepiga hatua, wote walichukua kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa siku ya Jumatatu, kila 12 ilizungumzwa kuwa ni tarehe 12 ala khilafin, japokuwa kuna tofauti za wanachuoni. Hivyo ndivyo alizaliwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Wafamu zamani tabasumun wa dhiyau, nyakati zinatabasamu, hata viumbe vinatabasamu kwa kuzaliwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Amekuja duniani, lazima apite nyanja zote, waonevu, mayatima, ahisi kuwa kuna jambo. Aliishi yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Akazaliwa au yuko ndani ya tumbo la mama yake, baba yake anaondoka dunia, moja tu Mwenyezi Mungu anatoa darsa. Mtume anazaliwa yatima, huku watu wanajifunza atalelewa na nani, na ili mtoto alelewe Maka, alelewe kwenye mazingira mazuri, lazima aondoke Maka, yende katika badia, yende vijijini, akasome lugha, kwa sababu lugha anadhaka masdaru arzaqi nas, ni chanzo cha watu kupata riziki. Huna lugha, huna nafasi katika zamani hizo. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analazimika kuwa na lugha ambayo itakuwa ni moja katika sababu zitampa riziki, zitafikisha ujumbe wake. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu wote walivyokuja kuchukua watoto ili wapate luahati mina dunia, wapate mshahara, wapate pesa, wote walichukua watoto wengine ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halima, soko imekwisha, hakuna mtoto, na akirudi kuna tuma, wewe mpaka ukose, wewe una nuksi wewe. Akamchukua mtoto Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anarudi naye, si kwamba alitaka kumchukua, amekosa. Mukrahun akhaka la batal, wamesema Warabu, una lako hauna, utafanya nini kama huna lingine? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwenda katika baadhi ya Bani Saida, alikaa huko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikoani, hali mnaifahamu wenyewe, tena ugenini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama yake yuko Maka, amebaki Halima Saadia, akakaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisha yao yamechenji, yametoka kwenye livo hii, yamekwenda kwingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui malengo ya ujio wake dunia, bado mdogo kabisa, ana miezi kadhaa yuko katika nyumba ya Halima Saadia, huku mazao yanakuwa mengi, wamepata maziwa mengi kutoka kwa vile ambavyo walikuwa wakifuga. Maisha yamebadilika, wamekuwa matajiri. Miaka miwili imekatiza, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halima anakwenda kwa mama yake kuomba idhni na kuomba, tumhilini, unipe mingine miaka niishi naye, ule mtoto nimempenda, tumefanana, tumefaana. Mama wa Mtume anamwambia, nenda, ni mwanao. Waislamu watukufu, alivyokwenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa message ya kwanza ulimwengu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamleta Jibrili akishirikiana na malaika wawili, wanamchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaifanya operation ya kwanza katika kifua, wakafungua kifua, wakamuosha na maji ya Zamzam, wakarejesha kifua chake. Lakini operation ilifanyika, watoto wanaona, kila mtoto anakimbilia kwa mzazi wake, wanakwenda kutila Muhammadun, ameuawa Muhammad, ameuawa Muhammad.
Anarudi Halima Saadia, anakuja Misri, anakuja kutazama kuna nini hasa. Anamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa, uso wake umeshabadilika, vifungo vya nguo yake vimekatwa. Mtume Muhammad alivyotazamwa kisha fanyiwa operation hapa punde tu, Halima akatazama, sasa hili jambo linakuwa likubwa, nikibaki naye hapa ni mtoto wa watu, akipata madhara nitaulizwa mie. Halima Saadia akamrudisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alivyomrudisha kwa mzazi wake, mzazi anamwambia, jana ulikuwa kwangu, leo namrudisha, kuna nini? Akamwambia, nimeona mambo sijapata kuyaona kwa kiumbe yoyote ulimwenguni. Fungua kifua chake. Alivyokifungua kifua chake, mama wa mtoto anamjua mwanae, anamtambua mwanae. Alivyotazama kifua cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, niachie mwanangu, daihi anki wa mtaliqi rashida, ondoka, nenda, Mwenyezi Mungu akujalie njia yako iwe njia yenye amani. Akaishi na mwanae miaka 4-6. Anamwambia, mwanangu, baba yako alifariki huko Madina, na kupeleka Madina ukamuone baba yako, kaburi la baba yako. Alipofika kule, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaona wapi alilazwa baba yake Abdullah. Anarudi Mtume na Halima, Mwenyezi Mungu akatoa tena nyingine, hata la tataalaka nafsuhu bi ahadin, nafsi yake isiji kafungamana na mwingine. Au akaja mtu akadai, kumbuka wewe, alam nurabbika fina walida wala bitafina min umurika sinin, wasiulishi kwetu wewe, si lau isingelikuwa mimi wewe ungelikuwa hivyo. Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo kwa Mtume. Mwenyezi Mungu akajalia Halima akafariki yuko njiani. Rasulullah ibn 6 sanawati, miaka 6, anajiongoza yeye na mfanyakazi, wanarudi Maka ubabani. Alipofika Maka, anachukuliwa na baba yake mkubwa Abu Talib, anamchukua kathirul mali, kathirul iyali qalilul mali, ana watoto wengi na kipato ni kidogo. Mtume akalazimika ajichanganye sasa, hana baba, hana wa kumhudumia, hana hata baba yake ambaye anamlea, hana tena uwezo, nguvu zimekwisha, analazimika ajichanganye. Na hapa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauandaa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kuchunga mbuzi ibn 6 sanawati, miaka 6 ndio umri wake, alizichunga mpaka miaka 12. Yuko anachunga mbuzi, akipata hichi anampelekea baba yake, baba nimepata, wamenipa. Hapa si kwamba yeye alitaka iwe hivyo, maandalizi tamhidi, maandalizi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwandaa Rasulul Umma wa Sayyidu Thaqalaini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ili mtu awe mtume duniani mambo 6 yatamsibu lazima. Huna nayo wewe sio mtume, wewe unatafuta maisha wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyazungumza, jambo la kwanza, kila mtume akitaka kufa yukhayyaru inda mautihi, anapewa khiari wakati anataka kuondoka. Kila mtume unaulizwa utaondoka leo au kesho. Aliulizwa Mtume Muhammad, leo unaondoka au kesho? Akasema bali rafiqul ala, mimi nakwenda kwa rafiki yangu wa juu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo kila mtu akishaulizwa na akifa anazikwa nafasi aliyopia. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo mtume akafa ndani ya chumba cha Aisha, akazikwa chumbani, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Alizikwa chumbani. Leo kimtafuta makaburini hayuko, yuko chumbani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araftu biha rasma rasul wa sahbahu wa qabran bihi wa arahu fi turbi mulhidu. Ni kweli ukienda utaiona kaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alama za utume wake, Rasulul Umma wa Sayyidu Thaqalaini. Kazikwa chumbani Mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia, jamani, kila mtume akija duniani akifa hatooza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, mbona sasa unatuambia tu tunakutolea salamu na wewe umeshakufa? Vipi hiyo inakuwa? Wanashindwa kufahamu maswahaba. Akamwambia, tulieni nikufunzeni, inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya, Mungu ameharamisha ardhi isili miwili ya mitume, mwili wa mtume hauozi. Hilo ni jambo la tatu. Kila mtume akija duniani lazima atachunga mbuzi, ametaka asitaki. Hivyo Mwenyezi Mungu alimwandaa mtume azichunge zile mbuzi.
maisha ni magumu, lakini anauandaa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanamuuliza Mtume, mbona unajua kuzitofautisha mbuzi? Wewe uliwahi kuchunga mbuzi? Akamwambia, kuntu araha fi qararita Makkah, nilikuwa nazichunga katika milima ya Makkah. Hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, kila mtume atapata wahi, lazima upate wahi kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mtume akilala atalala kwa macho yake, lakini roho inafanya kazi, inasikia vyote ambavyo viko duniani. Hivyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallama aliishi hivyo bila umrihi, umri wake mzima, akilala ni kwa macho, roho inafanya kazi. Kama ni tasbihi zinapigwa, istighfari zinapigwa, dua zinaendelea. Hivyo ndivyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Lamma tatkaku min layla istajabta lahu tanamu ainuka amma alqalbu lam yanami wallaylu tasharuhu bilwahyi tamuruhu wa shayyabatka bihudin ayatu istaqimi. Atukuke Allah na msifu na mtukuza Rabbul Izza. Mwenyezi Mungu ni mmoja, imani yangu Muhammad mtoto wa Abdullah ni mja wake pia mjumbe wake. Amani na salama zimiminikie Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, yena alize na sahabaze na wale ambao watafuata nyayo zake mpaka siku ya mwisho. Ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alilala kwa macho, lakini nafsi inafanya kazi. Lamma tatkaku min layla istajabta lahu tamamu ainuka amma alqalbu lam yanami. Wakati inateremka aya qumil layla illa qalila, simama usiku isipokuwa kwa muda mchache tu. Hivyo mtume hakuweza kulala kwa mara nyingine, alilala kwa macho, nafsi ikaendelea inafanya kazi. Huyo ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumpenda ni mila na ni dini, kumfuata ni lazima, sio khiari. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliwepo katika mambo 8 na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtafanya mmetaka, hamtaki mtafanya. Mwenyezi Mungu alisema mtafata Qur'ani. Hivyo ndiyo sheria na ndiyo utaratibu na ndiyo muujizatu Muhammadin al-Khalida. Tumetaka tutafata, hatutaki moto utatuhusu. Hiyo ni Qur'ani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume, khitaban lahu wa li ummati wattabi ma yuha ilayka min rabbika, unalazimika kufuata kile ambacho nimekupa. Mwenyezi Mungu katupa Qur'ani, ni katiba, ni desturi, ni sheria, ni mila, ni dini. Hivyo tunalazimika kuifuata Qur'ani. Mwenyezi Mungu akajalia la pili, mtamfuata mtume, mmetaka mtamfuata, hamtaki mtafata tu, la sivyo moto utawahusu. Mwenyezi Mungu akawaambia walimwengu, qul in kuntum tuhibbuna Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie kama wananipenda mimi Mola wao. Nasikia ulimwengu wanadai, hawa wanadai wananipenda mie, hawa wanadai wananitaka mie, hawa wanadai mimi ndo Mola wao, lakini wote hao wakufuate wewe. Umesema watafuata, umekataza yanzajirun, watalazimika kuwa mbali. Huyo ni mtume anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akajalia jambo la tatu, muwapende maswahaba na muwafuate maswahaba. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum biihsani, wale watangu maswahaba wa Maka na maswahaba wa Madina, na wale ambao kundi la tatu litafuata hayo makundi mawili, au ndio ambao Mwenyezi Mungu karidhia. Ole wako ufuate watu wengine, umwache fula au mfuate fulanun wa alan. Hakuna mtu anastahili kufatwa zaidi ya vitu vine ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uwafate salafu na swaleh, wale masalafi ambao mnaosikia, hao ni vidume. Hao ndio walituletea dini, hao walitufikishia mila, hao walitufikishia sheria, hadithi zilitoka kwao, Qur'ani tulipokea. Hao ndio masalafu na swaleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anapata wahi kutoka mbinguni. Hao masalafi unaowasikia hao, na kuomba waambie walimwengu haya maneno, akisema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, atakayekuwa mkavu kwenye haya maneno baada ya uongofu nimeshauleta, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Anasema atakayekuwa mkavu na haya, kisha akafuata wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafuata njia za wasio kuwa masalafi, mtalazimika kuja tu. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Utapita huko, utaukataa usalafi,
lakini njia yako ndiyo hiyo. Hakuna njia ya kukufikisha kokote zaidi ya njia ya waliotangulia. Anasema khairul quruni qarni, nawaambia muda na nyakati na watu bora ambao walikuja duniani ni watu ambao mimi nimekutana nao. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma bora, miaka 100 bora ni hii ambayo mimi naishi. Kisha akasema thumma alladhina yalunahum, kisha miaka baada ya hawa ambao wanaishi hawa. Sahaba wa mwisho alitoka duniani Amr ibn Tufaili, huyu ndio sahaba wa mwisho, anatoka duniani, anauaga ulimwengu, naondoka dunia. Mtume alisema, nazungumza maneno yangu haya, niko usiku wa mwisho kabisa, ambaye ameyasikia hatoishi zaidi ya miaka 100 na atakufa ndani ya maji ya moto. Amr ibn Tufaili alikuwa pale, hatitambui muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaishi Amr ibn Tufaili mwaka wa 115, anatoka katika nyumba yake, anaanguka, akaangukia chungu cha maji, akafa. Amr ibn Tufaili anauaga ulimwengu. Ndio masahaba watu bora baada ya mitume na manabii. Kisha wanafuata watu wa pili baada ya hawa, karne nyingine, miaka 100, kisha baada ya miaka 100 mingine. Hivyo ndugu zangu, hawa ndo masalafi ambao mnawasikia. Mtume alitamka, alizungumza, akataka msikie, hamtaki mtasikia tu, mkitaka mtasikia, ndio sheria. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sikilizeni, namsalia mtoto huyu, sikilizeni dua anaombewa mtoto. Akaombewa dua mtoto mdogo, Allahumma ja'alhu dhukhra liwalidayhi wa ujran wa shafi'an mujaba, Allahumma thaqil bihi mawazinahuma wa adhim bihi ujurahuma, alhiqu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Anaomba dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto mdogo amefariki, anamwombea dua, waj'alhu alhiqu bi salihi salafil mu'minin, muingize katika kundi la masalafi. We nani unataka kujitoa? Wewe nani? Na salafi, usalafi ni upi? Ndio kupata kitabu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kimesema kitabu utafuata, sunna zimezungumza utafata tu, ndio dini na ndio Uislamu na ndio sunna. Hivyo Uislamu, Mwenyezi Mungu akatuwekea mambo mane tuyafuate, na ukifuata kinyume cha hayo utazungumza ulipata wapi baada ya Mwenyezi Mungu kutoa amri kutoka mbinguni. Alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kwanza, na ndio siku alifariki, na ndio siku alipata wahi. Ukizidisha hayo utatuambia ulipata wapi wewe. Mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunatambua siku yake ya kuzaliwa yaumul ithnain. Anaulizwa Rasulullah, Imamu Tirmidhi katika Aunul Ma'bud, Imamu Tirmidhi amezungumza na wasahahahu al-Albani, na hii hadithi amesahihisha Albani. Anaulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe umezaliwa Mtume Muhammad, mbona unafunga siku ya Jumatatu? Akajibu, dhalika al-yawmu alladhi ulitu fi, nafunga kwa sababu ndio siku nilizaliwa na ndio siku nimepata wahi. Qur'ani niteremka siku ya tatu, siku ya Jumatatu ambayo ndio siku ya kwanza. Kisha akasema na ndio siku mtafia. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu sahih. Mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupatikana isipokuwa baada ya utundu wa watu kuingiza kutafuta hili na lile. Walivyotafuta hili na lile, wakawa wameanzisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimiyuna waliyatengeneza vizuri, iwe ni siasa ambayo itawakusanya watu kupitia dini, baada ya kuwa wamegombana sana na ndugu zao. Hii ndio sababu ya kwanza kabisa. Waislamu watukufu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja ana familia kama walimwengu wengine, akaishi akazaa, lakini kumbukeni, alizaliwa na yeye Rasulullah. Baba yake ambaye alibaki, kaka wa baba yake aliitwa Abbas, huyu ni kaka wa baba yake, akawa amezaa na yeye watoto. Mtume na yeye akazaa watoto wa kiume wote, Mwenyezi Mungu akawaondoa, akabaki na watoto wa kike. Akafariki mtoto wake wa kike mmoja, Fatima, ndio kizazi chake kinakuja. Akaja Hassan na Husaini, wamekuja huko katika watoto wa Mtume Muhammad wanazaana na ubabani huku wanazidi kuzaana, mpaka Mtume anatoka dunia. Akasema utume ulichukua miaka 23, kisha na ukhalifa khilafatu nubuwa baadi 30 aman, ukhalifa wa utume utachukua miaka 30. Kisha
thumma almulk, kisha patafata ufalme. Huu ndio utaratibu wa ulimwengu. Utume ulichukua miaka 23, ukhalifa miaka 30, kisha mwaka wa 40 akaja mfalme wa kwanza wa Kiislamu Muawiya ibn Abi Sufyan, akaanza kuwa hukumu Waislamu. Walimuuliza Imamu Ahmadu, Muawiya alikuwa ni khalifa? Akasema la, bal kana malika min muluki muslimin, alikuwa ni mfalme katika wafalme wa Kiislamu. Akatembeza siasa yake na ikakiti kabisa na ikatiki hiyo siasa ya Muawiya, ikawa amewahukumu watu na familia yake kuanzia mwaka wa 40 mpaka mwaka wa 132. Utawala ndio hivyo, unapishana tu. Walizamani masaratun wa ahzanu hiya al-umuru kama shahadtaha duwalu man sarahu zamanun saatu azman. Ni kupishana, ndio kanuni, ndio utaratibu wa ulimwengu. Waislamu watukufu wakaondoshwa na familia ya Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama. Familia yake Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ndio inaanza kuhukumu sasa. Tunataraji mema, tunataraji usawa, tunataraji uadilifu. Familia ikaanza kutofautiana. Watoto wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio watoto zake kutoka wajukuu wa Mtume kutoka kwa watoto zake, wanadai jamani, vipi sie ndio tuna haki? Ubabani nao wanasema nahnu al-usul, sisi ndio asili, tuliwazaa nyie, vipi mnataka utawala? Wakatofautiana. Kitabu kikaandikwa duniani, makatil talibiyin, mauaji ya familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilisambaratishwa familia ya Mtume kupitia watoto, wakakimbia kweli kweli. Wengine wakakimbilia Egypte, wengine wakakimbilia Shamu, wakabaki wanatawala wa baba sasa. Na watunzi wa mashairi wakawasifu wa baba, anna yakunu wa kaifa dhaka bikainin libanil banati wirathatil abami. Itakuwaje na inawezekanaje watoto wa mwanamke waje watake mirathi nyumbani? Wanazungumza watoto wa Fatima ni mwanamke, wanataka mirathi ya utawala, haiwezekani. Wakapata sifa kubwa, lakini siku zinakwenda, walihukumu mwaka wa 132 mpaka mwaka wa 556, utawala unaanguka. Ulivyoanguka, wanaanza kupanda watoto wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watapanda kwa mfumo upi? Ni dini tu. Watawaita watu kwenye mapenzi ya babu yao ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaonesha sifa za Mtume na haki ya kukusanyika chini ya kivuli chake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yote haya yalifanyika miaka zaidi ya 300 imeshapita. Eti ni dini Waislamu. Hili ndilo linalouma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakulitambua, halijui, hakulifanya. Wakaja maswahaba hawajafanya, kisha wakaja baada ya maswahaba hawajafanya, kisha wakaja wanasiasa wakalitengeneza vizuri, wakalipa pambo zuri, wakalipaka mafuta uzuri, wakawa wameliita kuwa ni dini, wakapata sapoti kubwa ya ulimwengu, ikasikika kabisa. Dhakartu mahalla rabi min arafati allati fiha diyaru Ali wal Husayn wa Jafar wa Hamza wa Sajjad fi safinati banatu ziyadin fil qusuri masunatin wa alu rasulillahi fil falawati. Maneno ya kwanza mwanasiasa aliyoyatumia akapata wafuasi wengi, na hata wengine mngelikuweko mngemsikiliza. Maneno yenye uchungu, maneno mazito yenye ladha nzuri. Nakumbuka alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huko Maka alizaliwa, huko ndiko kuna Arafa. Huko Maka Mwenyezi Mungu aliteremsha aya, ikampa ngawira, ikampa uwezo ajiwezeshe Mtume Muhammad. Familia yake ikanyanganywa vyote, imewekwa pembeni, ikatengwa kabisa. Watoto wa mfalme wanaishi kwenye majumba ya kifahari. Familia ya Mtume ndiyo hii. Akawaleta wajukuu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sumia albuka, watu wakalia huko Egypte, wakatengeneza chombo cha kisiasa, kikenda kikauondoa utawala na kikashika hatamu. Hapo ndipo maulidi imeanza. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ulikuwa mbali na hayo, wakatengeneza ikawa ni dini, kumbe ilikuwa ni siasa ya kuanzisha dola yao Fatimiyin. Mpaka siku ya leo inasikika maulidi kama dini, na Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wako mbali na hayo. Kabaraati dhibi min dami Yusuf. Thumma alamu ibadallah annakum fi yawmil jum'ati sayyidil ayyam fasallu fihi wa sallimu ala sayyidil anam dhil wajhil anwar wal jabinil azhar
الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي الحسنين علي، وعن ستة المبشرين سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وأمير فهر والزبير والممدح. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم هذا جهدنا فرض عنا، اللهم هذا الدعاء وإليك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.